Kwa hivyo al-udhiyatu wajiba, na udhiya ni yenye kuwajibika, ala rajihi, juu ya kauli yenye nguvu, lilqadiri alaiha, kwa yule mwenye uwezo juu yake hiyo udhiya. Mtu mwenye uwezo wa kupata mnyama wa kumchinja udhiya, basi ni wajibu wake. Ama asiye na uwezo, Allah anajua zaidi hali za waja wake, kwamba huyu mja wangu ana uwezo na huyu hana. Wala usitumie nguvu nyingi kutuelewesha, kwamba unatuletea maneno mengi kwenye shura mwaka huu, unajua mambo sio nilikuwa nimepanga. Usituambie sisi kwamba kweli kwa matatizo yaliyokupata ndiyo huna uwezo wa kuchinja mbuzi wala kitatu. Kweli Allah anajua kama huna uwezo huo. Sasa stori nyingi usituletee, sijui mzigo ulizama baharini, sijui mzigo wangu mpaka leo uko bandarini huko, storage si imefanyaje, ndio watu stori zao. Maneno yote anakuambia kwamba sichinji, lakini ukimtazama maisha yake sio mtu wa kushindwa kuchinja. Hasa stori hizo usitudanganye sisi. Wewe subiri, utakuja kumjibu Mola wako. Twasema udhiya ni wajibu kwa mwenye uwezo. Wa waktuha, na wakati wake hiyo udhiya, shaka nasema min ba'di salati Eid al-Adha, ni kutokea baada ya sala ya Eid al-Adha, Eid ya kuchinja, na inaitwa pia Eidul Hajj. Waswahili wenyewe wanaita Eid kubwa. Haya, sasa kwa sababu ina siku nyingi au labda ina nyama nyingi, sijajua mimi. Min ba'di salati Eid al-Adha, ni baada ya sala ya Eid ya kuchinja, ndio wakati wa kuchinja huo. Ila akhiri ayami tashriq, mpaka mwisho wa masiku ya tashriq. Tulieleza hapa kwamba yale masiku ya tashriq yote ni masiku ya kuchinja vile vile, kama vile ambavyo ni masiku ya dhikr na ni masiku ya kula na kunywa, ni sikukuu zile. Ila akhiri ayami tashriq, mpaka mwisho wa siku za tashriq. Athalith ashara min Dhulhijja, ambayo ni siku ya 13 ya Dhulhijja. Hii ndio siku ya mwisho katika siku za tashriq. Sheikh anasema wa hiya al-udhiya, nayo hiyo udhiya min afdali al-a'mali as-salihah fi al-ashr, ni miongoni mwa zilizokuwa bora zaidi katika amali njema fi al-ashri, katika hili 10. Udhiya ni miongoni mwa amali bora zaidi katika 10 hili la Dhulhijja. Utashangaa mtu anaikosa amali kama hii, na ndiyo msimu wake. Sasa utachinja lini, ewe Muislamu mwenye uwezo wa kuchinja? Lini utamchinjia Allah ikiwa katika misimu kama hii ya ibada ya kuchinja hasa wewe huchinji? Unasubiria kuchinjia nini? Mizimu? Kuchinjia mashetani? Maana pana watu ni mahodari wa kumchinjia asiyekuwa Allah. Kwa waganga huko, jamaa wanachinja bwana. Yaani mganga aseme tu, sio wanataka hela, watu wanataka vyeo, watu wanataka kuwakomesha wafanyakazi wenzao makazini huko. Bwana, kuna mtu hapa naona ananifuatilia sana, anachezea nafasi yangu sana, amekuja na kimasta chake pale, basi anajileta leta, hebu mpeperushe. Jamaa anakwenda kwa mganga, lete kondoo ataleta, lete mbuzi ataleta, majogoo ndio usiseme. Mbona mnachinjia mambo ya kishirikina alafu mshindwe kumchinjia Allah? Haiwezekani.